Mwasipu ni wakili nikiwa na wakili Msasa pamoja na tunaongozwa na wakili Senior Mpale Mpoki. Kuna maombi yamefunguliwa hapa mahakamani. Maombi hayo yameletwa na Buberwa Ephraim Kaiser na mwenzake mmoja dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali na Shaban Ali Lila na mwingine anaitwa Gadi John Mjema ambaye ni jaji wa mahakama kuu mstaafu, na vilevile kuna mjimombi mwingine anaitwa Awadhi Muhamedi Bawazir, then kuna mjimombi mwingine anaitwa Aishel Nelson Sumari. Wajumbe hawa au wajimombi hawa wanne ni wajumbe ambao wameteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuchunguza matukio ya kijinai ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Mheshimiwa Rais aliunda tume hiyo kwa ajili ya kuchunguza matukio hayo ya kijinai baada ya taarifa ya tume ya Jaji Mohamed Othman Chande kupokelewa na Mheshimiwa Rais. Sasa waleta maombi wamefungua maombi haya kupinga uteuzi wa hiyo tume, kwamba tume hiyo imeundwa kinyume na sheria na katiba ya nchi yetu, na hoja zao za msingi ni kwamba tume hiyo haina mamlaka ya kisheria ya kuweza kuchunguza matukio ya kijinai kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba sheria ambayo Rais ametumia kuunda tume hiyo inampa mamlaka Rais, baada ya kupokea ripoti au taarifa ya Jaji Chande, ana mambo mawili tu ya kuweza kuyatekeleza. Kama ataona kwamba kuna mambo ambayo yanahitaji upelelezi zaidi, Rais anatakiwa muagize mkurugenzi wa mashtaka aliagize jeshi la polisi liweze kupeleleza zaidi kama kunahitajika upelelezi zaidi baada ya kupokea tume ya Jaji Chande. Lakini vile vile ana option ya pili, kama kuna watu wametajwa kwenye hiyo tume ya Jaji Chande, Rais anatakiwa awajibishe wale ambao wamechukuliwa wametajwa kwenye tume ya Jaji Chande kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Lakini jambo la pili ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ndio mwenye mamlaka ya kikatiba ya kuweza kupeleleza na kucoordinate au kuratibu mambo yote ya kupeleleza nchi hii kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa sheria ya huduma ya mashtaka ya mwaka 2008 inasema mkurugenzi wa mashtaka ndiye mwenye mamlaka pekee nchi hii ya kuratibu na kupeleleza au kutoa maelekezo ya upelelezi wa makosa yote ya jinai, na sheria hiyo imempa ukuu inasema bila kujali sheria zingine zozote, mkurugenzi wa mashtaka ndio mwenye mamlaka pekee ya kuweza kufanya au kuratibu upelelezi wa makosa ya jinai. Sasa ukiunda tume ambayo inagongana na mamlaka ya DPP, kimsingi kisheria na kikatiba unakuwa umekosea. Sasa wameleta maombi haya, yanaitwa maombi ya marejeo, ili mahakama kuu kanda ya Bukoba hapa Kigoma iweze kutengua au kutoa amri ya kutengua na kumkataza Mheshimiwa Rais kuweza kuunda hiyo tume, kwa sababu ni kinyume na sheria na ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na maombi haya yana hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuleta hatua ya kwanza ni screening stage, kwa maana mahakama inatakiwa ichuje kama waleta maombi wana hoja za msingi au hawana hoja za msingi. Hatua ya pili sasa ndio tunaenda kusikiliza maombi ya msingi yenyewe. Kwa hiyo ni maombi ya marejeo ambayo kimsingi leo ilikuja kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa bahati mbaya mwanasheria mkuu wa serikali amekuja mahakamani, amesema yeye hawawakilishi hao wajimombi wanne, kwa maana Shaban Ali Lila ambaye ni jaji wa mahakama rufani ambaye ni mwenyekiti wa hiyo tume na wenzake watatu. Sasa mahakama imetoa amri kwamba tuweze kuwasave au kuwapa wito wa mahakama kwa njia ya gazeti mpaka tarehe 4 siku ya Jumatano, wao wameshapewa au tumeshatangaza kwenye gazeti. Then tarehe 8 siku ya Jumatatu saa 1:30 asubuhi tunakuja kusikilizwa haya maombi hapa mahakamani. Hayo ndio yaliyojiri leo hapa mahakamani. So, pamoja na hayo teki ya mwanasheria mwingine ilikuwa ni na hiyo Oktoba? Hapana, tulijipanga leo kwa ajili ya kusikiliza. Kimsingi huwezi kusikiliza kama wengine hawana uwakilishi, na utaratibu wa kisheria ni kwamba kama hakuna taarifa yoyote ya wajimombi wengine wanne, ni kwamba tunatakiwa sasa tuweze kutangaza kwenye gazeti ili wapate taarifa na waje mahakamani wapewe haki yao ya kusikilizwa.